Mgeni wetu asubuhi hii ya leo Nabii Joshua Felix kutoka Blood of Christ Ministries maeneo ya Riruta Kawangware. Habari ya leo? Karibu sana. Za siku nyingi? Za siku nyingi zimekuwa sawa. Zimekuwa sawa. Nashukuru, kazi mzuri unafanya. Shukrani sana. Station mzuri. Ndio. Na wewe pia kazi nzuri unafanya kuendeza Injili. Ndio. Maeneo ya mbali na mbali huku na huku. Kwanza sasa hivi Kenya mzima tuko na makanisa 231. Hata sasa hivi wanatuangalia kutoka Kakamega, mchungaji Rafael anashughulika makanisa ya kule. Makanisa ya Blood of Christ. Ndio. 231 branches for 5 years. Hey, kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Kazi ya Bwana. Kujitolea kwa moyo. Ndio. Lakini tukiangalia sasa swala hili la leo, hapo ambapo tumeanzia ni jukumu la mchungaji kwa muumini. Lakini pia kuna yale majukumu ya mchungaji kwa waumini. Tuanzie hapo. Kama wewe ni mchungaji, wewe ni nabii. Jukumu lako sasa wewe kwa yule muumini. Mna waumini wengi. 231 branches si rahisi. Kwa hivyo jukumu lenu kwa hao waumini ambao wanakuja makanisani mwenu kila siku ya Jumapili. Jambo ya kwanza ni ya kwamba mchungaji kazi yake ni kuchunga kondoo ama ni kuchunga yule muumini. Na ukisoma Biblia inasema ya kwamba kama we ni mchungaji, kuna wachungaji mara 3 ambaye ningependa mtazamaji siku ya leo pengine aweze kuelewa. Kuna yule mchungaji ambaye ana mwito. Yeye ni mwito, yani utampata ni kama mwendazimu tu, yeye ni mwito. Ameitwa tu. Na kuna mchungaji ambaye amesomea kama taaluma. So hiyo ni kazi. So yeye atafanya kikazi. Then kuna mchungaji ambaye yeye hana mwito lakini angependa. Ni kama sasa kuna wale wanakutazama wanapenda kuwa kama Morini lakini hawezi kuwa Morini. Ndio, so kuna wale wangetaka kuwa, na kuna wale mwito, na kuna wale ambao wamesomea na wanalipwa. Hiyo ni kazi, wanalipwa mishahara kufanya hiyo kazi, na usipomlipa hafanyi kazi ya Mungu. So washirika ama waumini wangeelewa hii mambo matatu. Kuna yule ambao pengine amejiita. Kuna ule amejiita ambaye ndiye angetamani kuwa Morini. Na kuna yule ambaye ni mchungaji wa mwito. Na kuna yule mchungaji wa kulipwa mshahara. Ni watu watatu tofauti. Na sasa kwa muumini, iwe ni yule ambaye anakuja kanisani, jukumu sasa wewe lako pasta, iwe ni wewe umejiita, umeitwa, ama ni kazi unafanya, yale mambo unafaa kumsaidia huyu muumini ni yapi? Kwanza muumini, kazi ya mchungaji kwa muumini kwanza ni kumguide spiritually, yani kuweza kumuongoza kwa masuala ya kiroho. Ya pili, kuweza kumfundisha neno la Mungu, akwe na maadili ya Kikristo. Na jambo la tatu ni kuweza kumuombea kwa masuala yake ya binafsi. Jambo la 4 ni kuweza kumguide mtu huyu kuwa na maadili nzuri hata katika society ama katika jamii. Jambo la 5, kazi ya mchungaji kwa muumini ni kuweza kumchukua, huyu ni mtoto wake. Kwa hivyo sisi kama wachungaji tunaitwa baba wa kiroho. Kwa hivyo huyu mtu ambaye ni muumini, huyu ni mtoto wako wa kiroho. Kwa hivyo ni mtu ambaye anataka kulea, unamlea. Kwa hivyo mchungaji wowote kazi yake ni kulea muumini spiritually. Hiyo ndio kazi ya mhubiri katika muumini. Kwa huyo muumini. Na swala ambalo tunajadilia leo, umesema kumwombea, kumuongoza kiroho, kidini. Swala la leo hiyo, kuwa mchungaji anakwenda pale nyumbani kwa muumini kumwombea pale nyumbani, ni sawa si sawa? Inafaa kuwa vipi? Kama ni sawa, inafaa kuwa vipi? Mimi nitaongea kama Prophet Joshua. Mimi ni ngumu sana kwenda kwa muumini kumwombea. Na I think kama ni ngumu sana, lakini kama kuna hitaji kabisa, pengine anataka kufarijiwa, kuna mtu ameaga, jambo kama hiyo, hiyo ndio tunaenda kanisa mzima, tunafariji mtu huyo, ama tunaenda na viongozi tunamfariji mtu huyo, na tunaweza kumtia moyo. Na jambo lingine ni ya kwamba kama pengine for example
ametuita ama ameita mchungaji na pengine ako na sherehe fulani ya kiharusi, lakini ni harusi ya kitamaduni ambaye anaifanyia nyumbani, basi hivi hapo pia tunaweza kwenda sisi wote. Na jambo la tatu, kama pengine amejenga nyumba na angependa mchungaji afike akanyagishe miguu yake kwenye nyumba hiyo ambayo amejenga, nyumba hiyo iweze kuwekwa wakfu mbele za Mungu, basi mchungaji uwanga anaenda na viongozi wa kanisa. Lakini mchungaji peke yake na muumini peke yake, muumini aite mchungaji kwake, hata mchungaji yule anaweza enda peke yake, pengine ni kichaa. Hata kichaa. Sasa ile personal prayers one on one. Mimi siwezi kukuita wewe pastor uje pale nyumbani nikwambie hizi ndo shida zangu, hata mume wangu hayuko saizi amesafiri lakini nataka uniombee. Hiyo kuna jambo ningependa kuiweka hapa wazi. Maombi hufanywa kwa madhabahu. Maombi haifanywi nyumbani. Nyumbani ni kuenda kushukuru Mungu. Ama pengine kama kuna hitaji ambaye ni ya dharura, kama ni ya kifo, ni kumtia mtu huyo moyo. Lakini maombi ufanyiwa kwa madhabahu. Kwa hivyo jibebe ulivyo, nenda kanisani. Wagonjwa wanabebwa. Wanawekwa, wanaletwa madhabahu. Ndio, wanaletwa madhabahuni. Ndio, lakini mambo ati anakupigia simu, anakuambia basi njoo kwangu nifanyie maombi. Mapepo yatembea hapa sana na niko peke yangu. Kama mapepo yatembea kwa nyumba na uko peke yako, kwa nini basi unakaa hapo peke yako? Shindo hiyo. Na katika simu ni sawa kikupigia katika simu, manake wengi hufanya hivyo. Pengine hakuenda kanisani ama pengine yuko mbali. Ni sawa hivyo, watu wanapiga simu, unamwombea kwa simu. Unaweza tia mtu moyo kupitia simu, unaweza muongoza kupitia simu, na pia unaweza kumfanyia sala kwa simu. Lakini maombi ambaye pengine mtu huyu anataka ili jambo fulani ama mambo fulani yaweze kutendeka kwa maisha yake, ni lazima atabidi atoke aende kwa madhabahu. Ukisoma kitabu ya Deuteronomy, kumbukumbu la Torati 17:8 hadi 10 inasema, maybe nikinukuu kwa Kiingereza, inasema if cases come before your courts that are too difficult for you to judge, whether bloodshed, lawsuit or assault, take them to the place the Lord your God will choose for you, and you will go to the Levite, to the priest, and to the prophet who will be at the office at that time. Then you will tell them, and they will give you the verdict, and they will pray for you. So ni wewe kama umepata maswala nzito, ni wewe utatoka uende mahali Bwana amekuchagulia. Lakini sio mchungaji anafanya vice versa. Sasa aje kwako. Na pia sijakataa mchungaji kwenda kwa muumini, kwa sababu katika dini nyingi mchungaji huenda, ina depend pia na taratibu ya makanisa. Makanisa tofauti. Vile wanavyofanya. Ndio. Haya, tuangalie pia katika taifa letu la Kenya kuna madhehebu tofauti. Sote wa Kristo, lakini madhehebu tofauti. Tunawezaje kuhakikisha kuwa hata kama sote ndio madhehebu tofauti, bado tunakuwa na ule umoja kama wa Kristo? Tafiti unasema kuwa taifa la Kenya lina Wakristo 82.8. Wana Wakristo wengi. Lakini tunafahamu kuwa inafika wakati ambapo ule Ukristo hauonekani kwa sababu ya zile tofauti. Kwa hivyo tunafaa kufanya vipi? Mimi mwenyewe mara mingi sana nimenukuliwa kwa vyombo vya habari nikisema ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya tumekosa wachungaji ambao wana roho ya ubaba. Na tukipata wachungaji ambao wana roho ya ubaba kulea, tutaweza kuunganisha makanisa yote pamoja. Na mimi nimekaa chini nikasema ya kwamba wakati tulikuwa watoto wadogo tulikuwa tunaona mchungaji akipita, yule mlevi angeweza kutoa kofia na ingie kwenye kichaka, mchungaji apita. Akiwa mlevi anasema mchungaji uniombee, niache pombe. Anaheshimu mchungaji kwa sababu tulilelewa tukijua ya kwamba mchungaji anaheshimiwa. Lakini ikafika wakati ikakuwa ya kwamba uchungaji ama kazi ama mambo ya Ukristo ikakuja ikatiwa najisi kwa sababu pengine ya swala moja ama ni lingine. Na mimi kama ukikuja Blood of Rice Riruta Kawangware,
utapata wakati tuna sherehe mimi huita makanisa mbalimbali. Utapata kwaya ambayo inaimba pale katika kanisa letu pale Blood of Christ Kawangware. Utapata ni kanisa ya SDA, ninaita kwaya SDA. Nafurahia venye wanaimba, nafurahia venye wanapangilia mipangilio yao ya nyimbo. Kwa hivyo wakati wanaimba pale nafurahia. Siku moja nikaulizwa na mchungaji mmoja, ulifanyaje ili ukaweza kuleta kwaya SDA katika kanisa lako na wakaperform wakaimba na watu wakafurahia? Nikasema ya kwamba kazi sisi wote tunafanya kazi ya mtu mmoja na ambayo ni kazi ya Mungu. Wewe kama unaenda dhehebu hii na mimi naenda dhehebu hii, tunafanyia mtu mmoja kazi ambayo utakuja siku moja uulizwe ya kwamba wewe watu unaongoza unawapeleka wapi, watu unaongoza unawapeleka wapi? Wote tunawapeleka njia moja na ni njia ya Ukristo, na wote tunawaelekeza mbinguni. Na sisi wenyewe kama wa Kenya, manake saa zingine watu unaambia mimi ni Mkristo, denomination gani, unasema hivi, alafu kunakuwa na ile mtu anakuangalia tofauti, anakudhania tofauti. Tutajifunza vipi kuweza kupendana vile vile hata kama hatutoki katika dhehebu moja? Katika Biblia kulikuwa na wakati ulifika kama hiyo, na ukapata ya kwamba kuna watu walikuwa wanasema hao ni wa Paulo, wengine ni wa Apolo. Na kulikuwa na mgawanyiko. Ilibidi mafundisho mwafaka iweze kufundishwa ya kwamba sisi wote ni wa Kristo na Kristo Yesu ndio alitufia sisi wote msalabani. Na ikabidi ya kwamba wale ambao walikuwa wanasema sisi tunafuata Apolo waache, na wale walikuwa wanasema sisi tunafuata Paulo waache, wakasema sisi tunamfuata Kristo. Kwa hivyo kama wachungaji ama waumini siku ya leo anatutazama, ni ya kwamba wewe ni wa dhehebu hii, mimi ni wa dhehebu hii, sisi wote hatufuati dhehebu, tunafuata Kristo. Hapo umesema vizuri, hatufuati dhehebu, tunafuata Kristo. Manake mara nyingi utasema mimi ni MSDA, mimi ni Mkatholiki, mimi sijui naenda kanisa gani, alafu kunakuwa na tofauti. Ndio. Na ndiposa unapata katika nchi yetu ya Kenya unapata hakuna uongozi mzuri kuhusiana na mambo ya Ukristo. Na unapata ya kwamba Ukristo umegawanyika. Unajiita wewe ni Mkristo, na wacha leo Maureen niseme hapa pengine kama hujafahamu, kama kuna watu wana chuki na kuna watu wana wivu na kuna watu ambaye wanaweza uana wakipatiwa nafasi, ni watu ambao wanaitwa Kristo. Mtu ambaye ni mwana siasa leo hii katika runinga kama hii utaona ya kwamba mwanasiasa fulani na mwanasiasa fulani wa mirengo tofauti wanagombana kuhusiana na swala fulani. Jioni unawapata kwenye hoteli wanakunywa chai. Wanakunywa chai, wanasema bwana tunakunywa chai, sisi wote tuko bunge moja. Si ndio? Maswala tu ikifikia mambo ya bunge kama ni kitu wao wanataka wanakuwa pamoja. Kitu kimoja, lakini ikifika maswala fulani unaona wanatofautiana ya kila mtu anataka. Lakini unapata Ukristo imefika mahali unapata kila mtu ana maswala yake, watu wapendani, hasa wa Kristo wapendani. Na ndiposa Yesu akitoka ulimwenguni akasema na watu wapendaneni, pendaneni nyinyi kwa nyinyi, na mkifanya hivyo mtakuwa mnampenda Baba. Na tungekuwa tunapendana kweli kama vile alivyosema, kungekuwa hatuoni tofauti hizi ambazo zinakuwepo katika masuala ya siasa, mambo na ukabila na mambo mengine kama hayo. Tungekuwa tunaishi hivyo kama Wakristo. Ndio. Lakini umezungumzia kitu kimoja, siasa na kanisa. Ni sawa siasa na kanisa kuingiliana? Siasa na kanisa. Jambo ambalo ningependa kusema hapa siku ya leo ni ya kwamba kanisa ndiyo inastahili patie wanasiasa ama serikali mwongozo. Ukisoma Biblia, kiongozi wowote kama president wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wakati wa zamani, kiongozi wote kama alikuwa anataka ushauri angeenda kuuliza kwa mtu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba mtu ambaye anaitwa Farao akaota ndoto. Na alipoota ndoto ile mtatanisha, na alikuwa kiongozi na alikuwa king,
Na alipoota ndoto alienda kutafuta ushauri kanisani kwa mtu wa Mungu. Lakini nchi yetu ya Kenya inapotoka kidogo kwa sababu ya viongozi wetu hawatafuti ushauri kwa mambo ya kimungu, wanatafuta ushauri kwa mambo mengine. Na ndiposa unapata mchafuko huko Kenya, utapata Ukristo unadharauliwa. Unapata hata ukisema leo umeokoka, mtu aangalie wokovu wako, yeye anaangalia wewe ni wa dini ipi na huyo mwingine ni wa dini ipi. So kanisa ndiyo inastahili ipatie wanasiasa ama serikali uongozi kulingana na jinsi Mungu anavyosema. Kwa hivyo ni sawa vile katika pengine masuala ambayo yanaendelea katika taifa letu saa hizi, mvutano ulioko kati ya chama cha CORD na Jubilee, kuwa nyinyi viongozi wa kanisa mnakuwa na msimamo pia. Ni sawa nyinyi kwenda mbele ya runinga, mbele ya vyombo vya habari na kutoa maoni yenu kuhusiana na masuala tofauti? Kabisa, kwa sababu jinsi umesema ya kwamba Wakristo katika nchi yetu ya Kenya ni asilimia 82.8. Ni wengi sana. Na hao Wakristo ambaye ni 82.8 wako makanisani na natumai pengine wako makanisani. Si wale wa kutazamia kwa TV. Kwa TV. Na jambo ningependa kusema ni ya kwamba kama hawa asilimia 82 wako makanisani wanaongozwa na wachungaji, basi wachungaji wana majukumu kubwa kwa masuala ya kisiasa. Na wanasiasa wanastahili wajue ya kwamba wanastahili kupata uongozi kutoka makanisani na viongozi wa makanisa. Na ndiposa utapata wakati kama 2017 inakuja, wanakimbia kutafuta kura wapi? Wanakwenda kanisani, wanasimama pale mbele ya madhabahu. Kwanza sasa ameokoka sana. Anapiga magoti, anasema unimwagilie mafuta na usiachie mwingine wala atakuja nyuma yangu. Kwa hivyo kanisa inastahili ihusishwe sana katika masuala ya nchi na masuala ya kiserikali kutafuta uongozi. Kwa sababu Mungu nena, Mungu yupo na Mungu anatenda. Na watu wanastahili waelewe, na wanasiasa pia waelewe ya kwamba uongozi wa kanisa ndio unastahili uongoze nchi. Kwa sababu kama nchi hii inaongozwa na asilimia 82 ni Wakristo, kumaanisha kwamba viongozi wale wengi ambaye pengine wako katika bunge yetu siku ya leo ni Wakristo. Natumai basi wanastahili utafuta uongozi makanisani. Kama hii mambo ya CORD, mambo ya Jubilee, hiyo mvutano ya IBC, mimi mwenyewe kama Prof Joshua naonelea kwamba hakuna haja ya mambo ya mass action, mambo ya hapana. Ni vizuri watu wote waweze kuja pamoja, kanisa, serikali pamoja pia na CORD, tuambie sisi ndio sisi tunakuwa mediator, tunasema hapana, uongozi wa Mungu ni wa kwamba watu wapendane, watu wakae kwa meza moja. Biblia inasema kama nimekukosea basi jua isianguke kabla tujasameana. So wakubaliana, waseme sisi tunaona hapa ndio iko shida. Na wale waseme sisi tunaonelea hapa ikae hivi. Kuna kuwa na majadiliano na wachungaji wako hapo, wakimaliza wanaombewa, kazi rahisi. Ingekuwa inakwenda vizuri. Sasa angalia, tumepoteza. Kenya ingekuwa halina shida kama hizi tunaona. Haitakuwa. Na ndiposa siku ya leo nakushukuru sana Moringo kwa kipindi kama hii, ili watu waweze kuelewa majukumu ya mchungaji kwa muumini na pia majukumu ya kanisa ama mchungaji kwa taifa ama kwa uongozi pia wa nchi. Ndio. Na pia katika mnapokuwa pale kanisani, manake viongozi wa kidini nafikiri kwa sababu kuna watu wengi ambao wanakuja kanisani kila siku. Mwanasiasa si rahisi yeye kupata umati huo mkubwa wa watu kila Jumapili ambao wanakuja kanisani. Kwa hivyo nyinyi mnaweza, ni sawa pengine kama mchungaji akisaidia waumini wake katika kuchagua mambo fulani, pengine kama ni katika kupigia kura, ni sawa kama mchungaji kuelekeza wale waumini, waambie hapa tuelekee upande huu tumchague huyu ama tusimchague huyu, kwa sababu pengine kuna maono, kuna yale ambayo pengine umeona kwa huyu mwanasiasa. Kama hapo nitaongelelea kwa masuala mbili. Swala ya kwanza, kuna madhehebu ambayo yapo katika mitaani, na pengine mtaa huo kabila ni moja. Na pengine watu wa mtaa hiyo
wanaegemea mrengo fulani. We kama mchungaji itakuwa ni vigumu kuelekeza watu hao wapigie mtu fulani kura. Kama kanisa letu Riruta utapata kuna Wasudanisi, iko watu toka Rwanda, iko wa Tanzania, iko wa Kenya, kabila zote ziko pale kanisani. Kwa hivyo mimi kama mchungaji sitawaambia kwamba pigieni fulani kwa sababu huwezi jua mawazo ya kila mtu mahali pale. Swala ambayo imemleta ni mimi kumuombea. Lakini kama mchungaji nitapatiana maono ama nitapatiana uongozo wa Mungu kuhusiana na mambo haya ama maswala kama hayo. Na katika hivi siku za karibuni kulikuwa na hizi zinaitwaje vaccinations zilikuwa zinafanyika ile ya tetanus. Yes. Kanisa Katoliki likatoa msimamo wake wakisema hawataki watu wachanjwe. Alafu hivi karibuni tukaja tukaona kuwa kuna taarifa kuwa pengine zilikuwa zime contaminated. Yes. Kwa hivyo ni sawa kuwa kanisa pia ikiwa na msimamo kuhusiana na masuala kama haya, pengine kama kuna kando na siasa, kama kuna mambo ambayo yanaendelea waweze kutoa msimamo wao na mwelekeo wao. Kabisa. Na kanisa ndio imeajiri, kanisa ndio watu wanatoka pale kanisani ndiposa wanaajiriwa katika institution tofauti. Na utapata pengine pale kanisani kuna daktari, na daktari huyu amesomea pengine mambo ya madawa, na anaelewa dawa hii pengine yezi kumsaidia mtu yule pengine kwa maswala moja au mbili. Hata basi mtu huyo ataweza kushauri mchungaji, naye mchungaji atakuja kwa vyombo vya habari na aseme jameni, serikali muangalie dawa hii ambaye imetoka ng'ambo ama imeimportiwa ama ambaye jambo ambaye inaelekea venye umesema Katoliki walifanya. Na waliweza kutoa msimamo wao akasema ya kwamba hiyo chanjo iweze kuangaliwa tena. Na mimi kwangu sitaweza kuegemea pande yote kusema walikosea ama wakukosea. Lakini ni vizuri kanisa ikuwe na msimamo wake. Na hapo pia inaleta heshima katikati ya serikali na kanisa. Natamani wakati huo serikali ingechunguza. Manake sasa watu walishadungwa, sijui itakuwaje. Haya, manake muda hatuna tena kuhusiana na swala hili la leo. Tunapomalizia, huyu muumini sasa anafaa kutarajia ama jukumu lake ama mambo yale anafaa kupata pengine akiwa pale kanisani, jukumu la huyu muumini kwa mchungaji. Sasa zingine pengine muumini unataka kufanya mambo ambayo pengine yanapita kile kiwango cha muumini na mchungaji. Kitu ya kwanza, muumini anastahili aelewe ya kwamba yeye amekuja pale ahudumiwe kwa masuala ya kiroho. Na kama amekuja kuhudumiwa masuala ya kiroho, amekuja pia kuelimishwa kwa mambo ya kimungu ama ya kidini. Jambo lingine, amekuja ili aweze kukua pia muhusika katika kazi ya Mungu. Sasa leo hii mimi siwezi nikatoka hapa nikaenda Uhuru Park na vyombo nikaanza kuimba, kukua asha, kuhubiri na kufanya mambo hayo. Kwa hivyo muumini huyu ana majukumu pia kanisani na lazima aelewe. Ikafika mahali kwa Biblia Paulo akaweza kusema ya kwamba mimi ninawapatia mambo ya kimwili, ya kiroho, nanyi nyinyi mnastahili mshughulikie maswala ya kihuduma ama maswala yangu ya kimwili. Kama pengine kunisaidia kuenda kuhubiri, wewe utakuwa pale kama asha kukaribisha mtu, wewe utakuwa pale kama mwimbaji. Hiyo ndio mambo alikuwa anamaanisha. Na ukiangalia pia huduma ya Yesu alikuwa anafanya kazi na wamama. Wamama wengi walikuwa wanajitolea, hata wengine walikuwa wanauza vitu zao ili waweze kumsaidia katika kazi hiyo. Kwa hivyo muumini kazi yake kanisani ni lazima akue msaada pia katika kanisa hiyo. Mahali unapata msaada wako, mahali unajengwa kiroho pia we pia unaweza kusaidia mahali pale ili iweze kuenea. Haya, tunapomalizia, maoni yako ya mwisho mchungaji, Nabii Joshua Felix. Maoni yangu ni ya kwamba makanisa yote na madhehebu yote ya Kikristo yaweze kushikamana. Na mimi nimeanzisha campaign ya kwamba nataka madhehebu yote na nataka kurudisha ile true Christianity in Kenya. Na mimi ni mwito, mimi sina msaada, sina ati mtu ananisupport. Mimi ni mimi.
na ninafanya kazi hiyo kwa moyo. Na ukikuja kanisani na kuona waalika siku moja, mtakuja mtaona. Na pia masuala ya kanisa kwa serikali, ningependa siku ya leo kutoa ushauri wangu kwa serikali na viongozi wa nchi hii. Ni ya kwamba Biblia inasema uongozi umepatiwa na Mungu. Na kama Mungu ndiye amekupatia uongozi huo, tafuta ushauri kwa Mungu. Kabisa. Tafuta ushauri kanisani, tafuta ushauri kwa Mungu. Kwa hivyo, na pia nikimalizia nasema ya kwamba masuala ya code, masuala ya Jubilee na masuala ya IBC, masuala haya iweze kukaa chini, watu waweze kujadiliana kiungu, kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Na jambo ambaye pengine tunaweza tofautiana kimawazo kuhusiana na karatasi hiki ambayo iko kwenye meza yetu siku ya leo. Lakini wewe unaweza kuwa na maono tofauti na jikaratasi, na mimi na maono tofauti. Lakini tukikaa chini tutasuluhisha mambo ya jikaratasi hii kwenye meza. Amen. Haya, shukran sana Nabii Joshua Felix kutoka kanisa la Blood of Christ maeneo ya Riruta, Kawangware. Services ni saa ngapi? Pengine nije Sunday. Siku ya Sunday kwetu ukikuja saa 1 umepata kiti hakuna. Saa 12:30 kanisa imejaa. Tunaanza ibada ya kwanza 6:30 up to 10, then 10:30 up to 12:30 main service. Kwa hivyo ukija hapo saa 1 nitakuwa nimechelewa sana. Kwa umechelewa, lakini wewe nitakuwekea kiti hapo. Niwekea kiti pale mbele karibu na madhabahu. Asante. Shukran sana. Barikiwe sana. Shukran sana.